Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upashanaji Media ama U Media. Karibu katika simulizi kutoka katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Tutakuwa tukipata simulizi mbali ili kukurejesha kujua kumbukumbu za mahusiano ya Mungu na binadamu. Na makala hii ama simulizi hii itakuwa inaitwa Bible Talk. Na upo nami msimulizi wako Uncle Tom Mpanji, nikiendelea kukusii kuambatana nami katika safari hii ya simulizi kutoka katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Niendelee kukushukuru kwa kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti ili kuwezesha utume huu uweze kusonga mbele. Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ndicho cha kwanza katika orodha ya vitabu vya Biblia. Jina Mwanzo linatokana na kitabu chenyewe, kwa maana ya asili na chanzo cha ulimwengu, mtu, dhambi, kifo na taifa la Israeli. Jambo la msingi ni Mungu na mtu katika uhusiano wao, na pia mpango wa Mungu wa wokovu na uteule wa watu wake. Mungu ndiye muumba wa vitu vyote. Mungu alimuumba mwanadamu, lakini mwanadamu huyo alimuasi muumba wake, na kwa uasi wake watu wote wakawa wenye dhambi. Matokeo ya dhambi yakawa ni kifo. Kwa kuwa tangu mwanzo Mungu aliahidi kujalia uumbaji wake baraka zake, ndipo hata mtu alipoasi, Mungu aliendelea kujifunua kwake, kunena na wateule wake, wapa wajibu na kuwabariki. Tunakuja katika uumbaji na yaliyomo. Simulizi la awali kuhusu ulimwengu na mtu. Kuumba ulimwengu, uasi na kuanguka kwa mtu. Uasi unaongezeka, Nuhu na gharika, mnara wa Babeli, historia ya awali ya Waisraeli, habari za Abraham na watoto wake, habari za Yakobo, habari za Yusufu. Naam, katika kitabu cha Mwanzo tunaangalia zile siku 6 za uumbaji. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa tupu, tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Katika haya ya 6 Mungu akasema, na iwe na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akaliumba anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 9, Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili
pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mimea itoayo mbegu, na miti ya matunda izaayo matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 14, Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya kuonesha majira, siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akaumba mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana, na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Katika aya ya 20, Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na viumbe vyenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibariki akisema, zahini mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa U-Media ama Upashanaji Media, ni kushukuru sana kwa kusafiri nami katika kolamu hii ya Bible Talk, ama simulizi ama hadithi kutoka katika kitabu kitakatifu cha Biblia, tuweze kufahamu mengi yaliyosimuliwa enzi hizo kabla na baada ya Yesu Kristo kuzaliwa. Kuna mengi ambayo yamezungumzwa na mengi tunayoweza kuyachota katika masimulizi hayo, yakaweza kutujenga ili tuweze kuenenda kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Lakini pia yanaweza kutujenga kiimani vile vile kupitia simulizi hizo. Hivyo basi, niendelee kukushukuru kwa kusubscribe, na kwa wale ambao bado hawajasubscribe, tuweze kuwakaribisha kusubscribe ili uweze kuwezesha utume huu wa upashanaji habari uweze kusonga mbele zaidi na zaidi. Lakini pia kulike, kushare katika mitandao mingine ya kijamii, na vile vile kuacha maoni yako. Itakuwa ni vema na haki kabisa, ili tuweze kujenga mijadala mbalimbali itakayotujenga na kutuimarisha. Ulikuwa nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Asante na kwaheri.